Habari za Jumapili. Hope wengi mlikwenda kwenye shughuli za ibada. Mkutano huu ni muhimu sana kwetu kwa sababu kwanza unakuja na lile jambo ambalo mmeliandika, mmelisema, mmegesi sana huko, mmebashiri. Lakini kama tulivyotengeneza utaratibu wetu, wengi wenu labda mlishindwa kupata hilo ambalo mlikuwa mnalifikiria. Kikubwa ni kwamba leo tumekuja na lile jambo letu kuingia kwenye Champions League, kwenye tournament ya Super Cup. Tulioahidi juzi tutaanza na head coach wetu na staff wengine wa technical bench, na tunatekeleza. Kwa hiyo nimwachie CEO Barbara Gonzalez aweze kumtambulisha aliye mbele yenu ni nani, anaitwa nani, ametoka nchi gani na yuko hapa kwa ajili ya kitu gani. Barbara, karibu sana, CEO wa klabu ya Simba. Asante bwana Haji. Za mchana jamani. Wote hamjambo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tulivyokubaliana kwenye press ya Ijumaa, leo nimemwalika kocha wetu mpya, namtambulisha Didier Gomes de Rosa. Shughuli yetu ya leo ni kumtambulisha rasmi, anajiunga kuanzia leo na leo anaenda mazoezini. Coach Didier ni raia wa France, Mfaransa. Ametoka Sudan, alikuwa anafanya kazi club moja inaitwa Al Merrek, na amejiunga na kuanzia leo rasmi. Leo tutaanza shughuli ya kumsainisha rasmi na club yetu, na ningependa yeye aendelee kutoa ufafanuzi kuhusu background yake na nini. But kabla ya kumtambulisha, lazima nitoe ufafanuzi ya mchakato ya kuchagua kocha. Tulivyosema nilipokuwa Zanzibar, tulipata CV 70. Tumekaa kwenye interviews. Tumepata references za baadhi ya wachezaji walikuwa wanafanya kazi nao makocha. Tumepata references ya baadhi ya makocha na technical bench walikuwa wanafanya kazi na our shortlisted candidates. Mpaka imefika mwisho tumekaa na mwenyekiti wa bodi na baadhi ya wajumbe wa bodi na watu wa technical kuchambua shortlisted candidates kwenye CV mpaka tulipofika na kocha mkuu wetu Didier. So mimi ningependa kabla ya kuendelea ajitambulishe, then wote unakaribishwa kuuliza maswali. So welcome Coach Didier. I was giving just a little bit of a background as to how we got here. Yeah. So welcome. Come have a seat. Yes. You can have a seat here. Here? Yes. Okay. So, you want to explain? Yes, yes. So, firstly, I'm very, very happy to be with you today. Thank you for your confidence. Thank you for your trust. I'm very happy. I'm very honored also because when we start to talk together, I told you that Simba is very passionate, you know, very passionate with a big passionate fans, and also it is very attracting for me to join you, because I'm completely convinced that Simba can do many good things this year and also in the coming future. So mimi ningependa tufungue rasmi maswali ili ajitambulishe zaidi. Labda Haji unaweza kucoordinate. Naomba kama kuna mtu mwenye swali unaweza kuuliza tu kwa Kiswahili. Sisi tutatafsiri. Kwa hiyo usipate tabu. Piga tu lugha nyumbani. Bugatti, na kwa faida yetu ya watazamaji lugha yetu ni Kiswahili. Na kwa bahati nzuri Bugatti dogo amepiga ile English na Kiswahili. Watafsirie kile kocha alichokizungumza, sababu kule bibi yangu kijini kidogo ametoka bila hawezi kujua kocha amezungumza nini kwa niaba ya Tanzania. Karibu. Kwa kifupi, kocha kwanza amefurahia sana kuja Tanzania.
amefurahia kuja kufanya kazi kwenye klabu ambayo ina fans wengi, ina malengo mazuri na yenye ushawishi miongoni mwa wafuasi wetu. Lakini pia kikubwa, naomba support yenu wana Simba na nyinyi wanahabari wote kwa ujumla, akiamini kwamba kwa namna timu ilivyofanya vizuri katika siku za karibuni na mipango na maandalizi ya muda mrefu tulionayo klabu itapata mafanikio. Shukrani. Gomez, welcome to Tanzania. Thank you, asante. You have signed how long contract with Simba? That first question. 2013 you were in Rayon for East Africa Club. You worked there and successful, winning the title with Rayon Sports. Yeah. Later you move away to Cameroon. Yeah. Just tell us your coaching philosophy and how do you know Simba? Hope you know some players very well. Some of them, you know them. Just give us a brief. Okay. Yes, I was in Rwanda. I started my career in Africa in Rwanda. It was until now one of my best adventure, you know, because it was my first experience, and we won the title. And when I took in charge the team, Rayon Sport was in a very bad situation, you know. So it let me a very big reminder. Rwanda is in my heart still now, you understand? So after I moved to Cameroon, and also after step by step, I reached the very high level top African club, and it is a very good way. About my philosophy, you know, the first things, I have a free process, of course, the possess game, and it is good because Simba have a very wonderful possess game, the verticality, and firstly, I think the high pressure. If we want to be conquesting, if you want to keep a winning spirit, we need to put a very high pressure on the match. It's very important, particularly when we will start the group stage of the Champions League. So after I'm completely sure that with the player we will find some process. It depends also of their characteristic, but I'm very demanding on this process. We need to be very solid if we want to go far in this competition, and also if we want to win the league. The league is very important, is the main target of the club, because we want to play the Champions League every day, every year. So it's very important to prepare the two next matches in the league in a very, very good condition. Contract one. About? Contract, amesign miaka miwili, season 2. Kwa kifupi, kocha amezungumzia swala la kwanza alouliza ndugu yangu hapa, amezungumzia swala la Rwanda. Anaikumbuka sana Rwanda, ni nchi ambayo ana fikra nayo, kwa maana si Kiswahili kizuri, anaipenda, wanaikumbuka. Alikuwa na vitu vingi pale ambavyo vinamfanya endelee kukumbuka. Amezungumzia falsafa yake ambayo inalingana na mchezo unaocheza Simba wa passing game, kupossess zaidi, lakini bado anajua kwamba kuna changamoto atakazokabiliana nazo kama yeye, kama timu, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye Champions League. Lakini pia amerejea lile tulisema juzi la kwamba main target ya Simba pamoja na kuipa kipaumbele Champions League ni ligi ya nyumbani. Another question. Swali langu ni kwa uongozi wa Simba. Pengine kocha anakuja, kuna kocha msaidizi ambaye alikuwepo, itaendelea na utaratibu huo wa makocha wasaidizi wakizawa ili waendelee kujifunza kwa makocha wageni wanaokuja, lakini pia kuna majukumu ya timu za vijana hizi. Atakuwa anapita na huko, mmempa majukumu hayo pia. Okay. So, yeah. So kwanza kuhusu kocha msaidizi Matola ataendelea kuwepo na si. Unajua vision yetu ni kwamba lazima tuendelee kuwakuza kocha wetu wa Tanzania.
in the future, miaka 4-3 hivi karibuni, lazima uwe na kocha wa Kitanzania ana UEFA Pro. Amekaa hapa, tunamsainisha rasmi. But kwa leo naomba tu focus kwenye press ya leo. Press ya leo ni kumtambulisha rasmi kocha wetu mkuu, anaitwa Didier, na ningependa maswali yote iende moja kwa moja kwake. Sio kama kuna maswali mengine? Naam. Kuhusu mwana jina la kocha wa makipa likiwa limetangazaika sasa, unapojua kocha mkuu alikuwa sehemu ya kupatikana kocha wa makipa ambaye ametambulishwa kwenye mtandao wa jamii kama Simba. Naomba niseme hivi. Simba ilikuwa imefanya mazungumzo na kocha huyu katika kipindi hiki ambacho baada ya kuondoka kocha wetu. Simba ilikuwa haina kocha wa makipa kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo na ule kocha. Wakati tunaendelea mazungumzo na kocha yule wa makipa, ndio kocha Sven akaondoka. Kwa hiyo hakukuwa na namna ya kwamba kocha huyu awe ni sehemu ya kumtafuta kocha wa makipa. Na nirejee tena walisema Barbara, tujikite, kuna vitu vingi sana ambavyo na nyinyi wanahabari mngefaidika navyo, kama vile kuuliza falsafa ya mwalimu, contract yake. Tujikite kwenye maswali ambayo yatakuja kuleta maana, kwa maana ya press hii. Ngoja nitafute mwingine. Kuna mwingine? Kabla sija basi nimpe nafasi ya mwisho, nampa. Aendelee. Promise, you'll be having a Champions League group stage games. The last touch from you is from America. And Simba will face America. How do you get pressure on that game? How do you get image on that game next year? And how to be your preparation concerning the group stage games? Yeah, what I think about this group, each team has its chance, you know. Helmerek, Vita Club, Al Ahly, of course, because they won the last African Champions League, but also Simba is experiment now. And if I am here today, it is because I feel, I'm very convinced that Simba has a chance to reach the quarter final and maybe to go far and far. This Simba is a very good team. Of course, we need to make some correction, you know. But what I saw, for example, against the match, for the match against Platinum, yeah, Simba was a machine. You understand, a machine. So I feel very good things about the future in this competition. Okay, but it's also very important. We have 3 matches in the hand. It's also very important to take the head on the table very soon. You understand? Because when you are confident, you can play very well in the Champions League. Sorry, Mugati, kabla hujaendelea. Coach, kumbe ni kwa faida ya watazamaji wake, sio kwa faida yenu. Coach amezungumzia swala la kwamba kikubwa, amezungumzia kwamba tuna matumaini makubwa, na anaamini timu yetu ina ubora, anaamini kwamba tunacheza vizuri. Amewaangalia katika mechi, kwa mfano anasema na Platinum ilikuwa ni kama mashine hivi, namna ilivyokuwa inacheza, ule uwezo wa timu ya Simba, kaliba wa wachezaji wetu, na anaamini katika kipindi kifupi kijacho tutahitaji kushinda hizo mechi 3 ambazo ziko ni viporo vyetu, ili tukae juu ya table. Lakini pia anajua tuko katika kundi gumu, mpira unabadilika, timu zinabadilika, Marek, Vita, of course na Ahly ambao ndio champions wa last season, lakini anaamini tutafanya vizuri kwa sababu tuna wachezaji wazuri, tuna kikosi bora, na anasema zitakuwepo mabadiliko fulani ambayo tuyatarajie kocha yote mpya anapokuja. The woman. Okay, sawa. Namuuliza kocha amekuwa hana muda mrefu katika timu anazokaa. Anakaa mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu. Tatizo ni nini? Why
1 year on clubs with the club 1 year, 1 year, 1 year, 1 year, Rayo 1 year. Why? Okay. You know, when you are coach in a very high level, very ambitious, it's difficult to stay. For example, if I talk about Ismaili, I push Ismaili in the Arab Cup semi-final. It's a big competition. You understand? I push them in the semi-final. Even we won the first leg of the semi-final against Raga at home, 1-0. And also after 2 draws in a league, when you make a draw in a league, it's very bad for this kind of club. So you are not secure, you know. For the Elmerek, it is my own decision. Really, I talk with them since a long time after our qualification, and it is my own decision. But you know, I spent 2 years in Cameroon, I spent 2 years in Algeria, and also now we need to talk about Simba. Really, I want to stay with Simba a lot of time. I'm not a traveler, you understand? Kocha ameulizwa swali kwa nini anakaa kwa muda mfupi katika clubs tofauti, lakini amesema hizo ndio changamoto za makocha na ni kitu cha kawaida, na wakati mwingine pressure clubs kubwa. Kwa mfano anasema alipokuwa Ismailia alifika mpaka semi final ya Arab Cup, lakini ilitokea kitu tofauti, kwa hiyo ikabidi lazima aondoke. Lakini pia amekaa mfano Cotton Sport ya Cameroon amesema amekaa 2 years, Algeria amekaa 2 years, na matarajio na klabu ya Simba atatumia muda wake mwingi na atakaa kwa muda mrefu katika klabu hii insha Allah. Hiyo ni muongezea mimi insha Allah. Wakati huu Simba imepewa nafasi ya kuongeza wachezaji kwa maana kwamba timu inayoshiriki mashindano ya CAF kutokana na corona, wachezaji watakaocheza mechi za kimataifa pekee. Kuna wachezaji wamesikia wanasajiliwa, kocha kaji, pengine hatujajua kwa communication ilikuwa tangu mwanzo, kocha naye alikuwa na mapendekezo yake au anakuja nayo. Mimi naomba ile swali nilijibu iko hivi. Nilisema hapa, nadhani labda hamkufuatilia vizuri introduction ya CEO kuhusu mchakato huu. Ungelisikia lile na ungeona yani mazingira ya Simba yaliyokuwa, tusiwe tunajaribu kuleta kitu ambacho hakiwezekaniki. Yani tuwe wa kweli, tuwe realistic kidogo. Hatuwezi kusema kocha alihusika na usajili wa Chikwende wakati bado tulikuwa na kocha mwingine anaitwa Sven. Kwa hiyo mimi sitaki nikwambie kitu ambacho cha uongo. Focus na coach mpya na maandalizi ya Champions League. Period. Naam. Kocha amesema focus yake kwa ubingwa lakini pia na ligi ili kushiriki. Ameshauri kufuatilia ligi ya Tanzania ni kama kidogo au unajua klabu ya Simba. Do you know about our league? Locally, do you know about it? Okay. Followed up anything? Yeah. Of course, I follow your link since many years, you know. I follow particularly Simba. I'm very interested by all African league. It is important for a professional coach to know all the league, and particularly I know very well your team. For example, Mehdi Kagere was my player with Cotton Sport, but I can watch a lot of match from Simba. And I already identify some very good characteristic, and the U-League is growing up step by step each year, so it is a very good level league. Kocha anaijua ligi yetu, anaifuatilia na amekuwa mfuatiliaji mzuri wa ligi yetu ambayo inakuwa taratibu kidogo inazidi kukua sasa hivi, na anafahamu mengi kuhusu ligi yetu, na anamjua hata Mehdi Kagere ambaye alimfundisha Rayo Sports pale Rwanda. Kwa hiyo anafahamu mengi kuhusu Simba, kuhusu ligi yetu. Kwa hiyo sio mgeni, na yeye ni mpenzi wa kufuatilia ligi za Afrika, kwa sababu kama professional coach ana wajibu anifundisha Afrika,
ana wajibu wa kuangalia ligi zetu za Afrika. Na coach, uongozi wa klabu ya Simba naamini wamekuwa malengo, wazungumza wanataka ubingwa wa ndani, lakini mashindano ya klabu barani Afrika, lakini pia mashindano mengine yote klabu ya Simba wanashiriki. Hayo ni malengo. Nataka nijue na wewe nafasi yako kwenye masuala ya nidhamu kwenye timu yako. Mtu namna gani unasomea nidhamu hasa wachezaji wako ambao unafanya nao kazi kuanzia leo? What about discipline status of your players? What is your approach to disciplining the team? You know, discipline is the most important. If you want to reach the high level, you need to be very, very disciplined. You cannot win a lot of titles without discipline. So, I love my player every time, but I'm very demanding with them, you know. And when you are coach, you are experiment coach, you know how you can act with the player. It's very important. But also, I'm right with you. Discipline is one of the key to reach the high level success. Wachezaji ambao watakuwa na utovu wa nidhamu kwa upande wako wewe, utasimamia? Mimi nadhani wachezaji watakaokuwa, tusubiri watakaokuwa. Sasa hivi tunazungumzia kitu kilichopo. Ni hivi, kocha amezungumzia swala la nidhamu, aloulizwa ataisimamia. Anasema klabu yoyote au taasisi yoyote ili ipate mafanikio lazima kuna nidhamu, na ili ushinde trophies lazima nidhamu ijengwe. Anawapenda wachezaji, atawapenda wachezaji kama alivyokuwa anawapenda siku zote, lakini bado msingi wa nidhamu utakuwa uko pale pale. Nadhani maswali tumemaliza. Sasa tufanye kitu kikubwa cha CEO wetu kumkabidhi jezi rasmi ya Simba coach wetu Didi. Tamka Didi, sio Didie, ni Didi. Yeah. Didi. Israel Road, Israel de Didi. Right? So welcome, coach. So I'm going to hand over the jersey. You can turn it around. Okay. Sio Didie, Didi. Nimekwambia. Inaandikwa hivi. Inatamkwa Didi. My mother called me Didi. Unasikia anasema mama yake anatamka jina Didi na anapenda nini mtamke Didi. Okay. Haya. Jina kama lilivyoandikwa linaitwa Didi. Tunaeleweka, so DDL kama ile ya DDL alikuwa Kabubabu, alikuwa klabu ya Yanga pamoja na Azam FC. Ni kocha ambaye anatokea El Merreikh ya Sudani, timu moja ambayo iko kundi ya ligi ya mabingwa na wekundu wa Msimbazi, kwa maana ya kwamba Simba Yes. So we'll just do one sign just to show. Okay. You hold one like this. Punch like Lele Kameki kwamba ligi ya Tanzania anaifahamu, lakini anakwenda kuifundisha klabu ya Simba akianza na Medi Kagere ambaye anasema then the other way around. I can tell. Yeah, you turn the jersey. Wa Rwanda, mchanganyiko wa Uganda, mama Uganda, baba Rwanda. Wanasema kufundisha kwa kwenye klabu ya Simba. Sasa tunakwenda kwenye tukio lingine, atasign contract mbele yenu. Mkataba wa miaka miwili. Yes. This was the show because No. Just for picture purpose. You just sign. Kwa jamani, nyamazeni basi.
hiyo si kwamba ni sana na sio kwamba ni sio ushasaini hapo ni Zuga. mambo kama hajaenda sawa Ndugu zangu, lingine la kumalizia, nimeona jinsi niliwaambia mahali kulikuwa katika listi ya watu 70 sema wewe, lakini niwaambie tu uone ukubwa wa klabu ya Simba ulivyo. Yaani kocha amesema mwenyewe hamu yake ilikuwa kuja kufundisha Simba. Unatoka klabu kubwa kama Merekh kuja kufundisha Simba, it's not a job. Unasema kule no, unaenda Simba. Nadhani unanielewa anachokusudia. Ukubwa wa Merekh unasema Simba piga klabu. Nanielewa sijui au mnatia maneno hapa hajachagiza kwamba unatoka klabu kubwa unaingia klabu kubwa. Ndio, Simba ni klabu kubwa. Unapokwenda kucheza watu kama Emirates wote wamefika katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa, si jambo la mchezo. Hata sio kweli na tuweke mambo ya mashabiki pembeni. Mbele Simba wanapata kocha bora na kwamba kwamba watafanya mambo mazuri kwenye klabu ya Simba, lakini mafanikio ya Simba kwenye mashindano ya kimataifa ni jambo kufuatia kwenye taifa letu, maana kufanya vizuri ili faida kwa timu zetu za Tanzania. Ili kufikia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, timu ya Namungo FC hapa nawe na shiriki kwa hiyo na sisi tunafanya vizuri. What means What means Zulu? Yeah, what means good? Kocha huyo anaongea vizuri Kiingereza na Kifaransa na bahati na vile vile uzuri wake katika management ya Simba, tunao watu wazuri wa kuzungumza. Piga wewe kila wakati tunamtaka katikati. You don't put any information. Sasa hii ungekuja kwa hapa kwa nyuma vipi? Hii nyuma hii hapa inaonekana hapo fresh. Nataka hiyo nani? Sponsor wanatupa mkate hao mzee. Asanteni. Asanteni wanahabari, karibuni sana. Nadhani Jumanne tutakuwa na press nyingine ya kuelekea mechi ya Simba na El Hilal ambao watakuwa makocha na makapteni wa timu zote mbili. Super Cup inaendelea kama kawaida. Goma sava bien, Astelamingo, Skadoro, Bajira, Baidara. Kaka lawama hizo. Huyu mtu anawe mazoezini kaka lawama.